Lakini leo kwa sababu ya injili ya toba imesaulika. Watu kutenda dhambi imekuwa kitu cha kawaida, imekuwa kitu cha kawaida. Mtu anaanguka katika maanguko ya dhambi, hawezi hata kusikia hatia. Mtu anaamua kukanyaga na kupiga mke wake. Lakini kwa sababu gani hiyo roho imeingia? Kwa sababu makanisa yaliyokuwa yanasaidia watu wapate kuwa na hofu ya Mungu, kumtendea mtu ubaya, yameondolewa, hayapo tena. Yako makanisa ya kishetani yanayohubiri habari ya mafanikio, yanahubiri habari ya mahusiano pasipo kujua msingi wa mahusiano ni nini. Msingi wa mahusiano ni uaminifu mbele za Bwana. Msingi wa mahusiano ni uaminifu mbele za Bwana. Leo dunia inahangaika, watu wako kwenye communication, wanatafuta suluhisho la mahusiano. Mabinti wanajinyonga, mabinti wanajiua, vijana wanajiua kwa sababu ya mahusiano. Na ndio walimu wengi wamejaa katika mitandao ya kijamii. Makanisa yanafundisha slogan za mahusiano, lakini bado ndio kunaendelea uasi, kunaendelea usaliti, kunaendelea ubaya, kunaendelea mambo ya hatari katika mahusiano. Watu wanauana kwa risasi kwa sababu ya mahusiano. Lakini walimu makanisani ndio wanaongezeka, nao wanatumia fursa hizo. Wanasema ndio muda wa kuwasisimua vijana, tuwahubiri habari ya mahusiano, wakizani kwamba ndio wanawasaidia. Kumbe hapana, wanachochea zina ndani ya makanisa. Kuhubiri habari ya mahusiano ndani ya kanisa ni nguvu ya shetani kuchochea zina tu, wala muwasaidii. Lakini nguvu na msingi wa kukomboa mahusiano katika kizazi hiki ni kurejea katika wito wa Bwana. Tuwahubiri watu jinsi ya injili ya toba. Ukihubiri injili ya toba, itasababisha mioyo yetu tuwe na uoga, itasababisha miili yetu tujitakase, itasababisha mahusiano yetu tuyaendeshe katika mipaka ya Bwana. Tutachagua wachumba katika mipaka ya Bwana. Hatutakuwa na haraka ya kupata waume, hatutakuwa na haraka ya kupata wake. Ni kwa sababu vyote vitafanyika katika misingi ya Bwana aliyoielekeza. Lakini leo, kanisa la leo limeiacha injili ya toba. Wachungaji wameacha injili ya toba, wainjilisti wameacha injili ya toba. Wanasema ukimpata Yesu umefanikiwa. Hiyo ndio wanasema injili. Wanasema Yesu anabariki, wanasema Yesu anainua, wanasema Yesu anakupandisha cheo. Hiyo ndio injili ambayo watu wanasema wamehubiriwa. Wachungaji wamekaa wanasema, leo nina somo, unaenda kupandishwa viwango vingine. Kichwa cha somo ni kupandishwa viwango vingine. Utapanda viwango. Ukiwa na Yesu utapanda kiwango. Ukiwa na Yesu utabarikiwa. Ukiwa na Yesu utaendesha magari. Ukiwa na Yesu utafanywa hiki na hiki. Ukiwa na Yesu utakuwa mtu wa kawaida. Ni kweli, ndivyo ilivyo. Lakini msingi wa injili ni upi? Sio kubarikiwa, sio kuendesha magari, sio kujenga majumba, bali msingi wa injili ya Yesu Kristo na wito wake. Watu wahubiriwe habari ya toba, sio baraka. Sio kuendesha magari, no. Sio kupokea miujiza, no. Ni kutubu dhambi. Inaweza kukufanya uokolewe katika umasikini. Ukitubu dhambi kuna kuokoa katika mawazo finyu. Ulikuwa uone fikra za kufanikiwa, maana yake unapotubu Yesu anakuwa ndani yako, na ndipo sasa baraka zinakuja kwa wakati na majira ya Bwana. Lakini kama utatafuta jinsi ya kufanikiwa bila kuwa na injili ya toba, hautaweza kufanikiwa katika Mungu. Labda upitie njia za panya, lakini katika Mungu anahitaji msingi wa kwanza. Turejee
turejee katika injili ya toba. Ninasema na wachungaji, kama mnahitaji kunusuru kanisa, lazima turejee katika injili ya toba. Ninasema na wainjilisti, kama tunahitaji kunusuru kanisa na kizazi kinachoendelea, lazima turejee katika injili ya toba. Hiyo ndio injili ambayo Bwana aliitaka, alielekeza kwa mitume, alielekeza kwa kila maaskofu ya kwamba nendeni ulimwenguni mkahubiri injili, injili ya kuokoa. Amini ataokoka. Maana yake ya kuokoka ni nini? Kuokoka ni kutoka kwenye vifungo vya dhambi, wala sio vifungo vingine. Ukitoka katika vifungo vya dhambi utapokea baraka. Ukitoka katika vifungo vya dhambi utainuliwa katika viwango vingine. Cha kwanza ni injili ya toba. Cha kwanza ni injili ya toba. Hii ni nuru katika giza. Yes, Bwana Yesu asifiwe tena. Wana na binti za Mungu, kwanza ni kusalimu tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mahali pale ambapo ulipo unaponitazama na kunifuatilia, wewe uliyeko katika bara la Ulaya, bara la Amerika, Mwenyezi Mungu azidi kukubariki na kukutunza. Ni mimi yule mtumwa wako mwinjilisti Pasco Cassian katika nchi ya Tanzania, katika madhabahu ambayo Bwana ametupa ya nuru katika giza. Nuru katika giza. Neno linasema ondoka uangaze, kwa maana nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia wewe. Basi Bwana ametupa nuru, na ndiyo maana katika madhabahu hii inaendelea kukuletea neno la Bwana litakalo kutoa katika giza ili kukuleta katika nuru, na ndiyo maana tumeita nuru katika giza. Na katika majira haya Bwana ametuambia tupige kelele wala tusiache, tuambie watu habari ya kutangaza injili. Injili hiyo ni ikoje? Ni injili ya kuzitubu dhambi, ni injili ya kuja kwa Yesu, ni injili ya matengenezo, ni injili ya kujitakasa. Hiyo ndiyo injili ya milele. Hatuna injili nyingine zaidi ya hiyo. Kwa hiyo ndio tunaipaza sauti hiyo. Rafiki yangu ndio katika mabara ya Ulaya, mabara ya Afrika, tunaweza kuungana pamoja, mimi na wewe. Kama ninavyokuambia, katika madhabahu hii tumekuwa na uhitaji mkubwa sana wa kwamba tumemaliza kujenga katika jengo hili, tumeweka vitengo mbalimbali. Tunahitaji kufikia ulimwengu, tunahitaji kufikia ulimwengu, tunahitaji twende live moja kwa moja. Biblia inasema maarifa yataongezeka. Kwa maana hiyo, ndani ya maarifa kuna uovu ambao shetani ameupanda. Ameupanda wapi? Ameupanda katika social media. Na ndani ya social media kuna watu wa Mungu wanahitaji waokolewe. Ndani ya teknolojia kuna watu wa Mungu wamekamatwa na adui. Maana ulimwengu katika spidi ya kwenda, spidi na ulimwengu umebaki kuwa mkononi. Kwa hiyo lazima nguvu na akili, watumishi wa Bwana lazima wapate kuwekeza akili zao namna gani ya kukikomboa kizazi hiki. Bwana amenipa maono ya kuhakikisha kwamba haijalishi uchumi ni mdogo, lakini tutakwenda moja kwa moja kile ambacho shetani amekitumia kuwachota watu, nasi Bwana ametupa maarifa, tutakwenda kuwanyofoa watu hao. Na ndio maana tunakuita hapa tushikamane, mimi na wewe, ili twende tukaungane katika injili hii. Tunahitaji milioni 16. Tukishika hapa mwenye milioni 1, tukishika mwenye milioni 2, tukishika mwenye milioni 5, wewe hapo Bwana anaweza kukusaidia ukajitoa, ukahakikisha kwamba tunaweza kukamilisha milioni 16. Ni vitendea kazi tunavihitaji kupitia namba hizi. Tunahitaji makamera, tunahitaji vitu kadha wa kadha. Ni vile ambavyo tujui Bwana anawaita watu kwa muda huu, kwa fedha zao na mali zao, wajitoe. Marafiki zangu mlio katika mabara ya Ulaya, mabara ya Afrika, Mungu azidi kuwabariki. Usiangalie jambo lolote, angalia Bwana anasema na nini ndani ya maisha yako. Nasi tutazidi kuisema kweli, haijalishi vita ikoje. Vita ni kubwa, lakini tuna hakika Bwana atatusaidia. Tuna hakika Bwana atatusaidia. Bwana atatupigania. Bwana atatusaidia. Bwana atatupigania. Atatupigania. Hebu sikiliza vizuri. Kupitia namba hizo za simu ambazo zinapita hapo, ndizo tunahitaji mimi na wewe tushikamane tukapate hizi milioni 16. Weka nia ya kuhakikisha kwamba
unachangia ili kununua vyombo hivi, kama Bwana alivyotusaidia mpaka hapa tumefika. Katika siku ya leo ninatamani mimi na wewe twende tena tukapate kujifunza neno la uzima. Twende tujifunze neno la uzima, neno la uzima. Kabla ya yote, funika macho yako tupate kuomba. Baba yangu, ninakushukuru nafasi ulionipa. Nipatie nguvu tena, patie akili njema kutoka kwako, patie sauti ambayo itaenda kupenya mioyoni mwa watu ili kuwaamrisha waingie katika uzima wako, kuwaamsha watoke katika giza. Tumie kama chombo kipazacho sauti, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ponya magonjwa wote wanaonisikiliza, ponya kansa, ponya kila aina magonjwa kwa kila mmoja anayenitazama hapa, ukampe uzima. Na yeyote ambaye anasikia sauti ya kukutumikia katika madhabahu hii, nenda kambariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Yesu, kwa maana umesikia, na wote tuseme amen. Sasa basi, katika siku ya leo somo langu linasema kanisa limeasi, au kuasi kwa kanisa. Kuasi kwa kanisa, kuasi kwa kanisa. Limeasi, limeacha maagizo ya Bwana, limeacha injili ya Bwana. Kanisa limeasi, limeacha maagizo ya Bwana, na ndiyo kitu ambacho nataka nikuonyeshe, jinsi ambavyo kanisa limeasi. Kanisa limeasi, sema kwamba limeasi, kanisa limeasi. Katika kitabu cha Isaya 55 na mstari wa 7, Biblia inasema hivi: mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye amrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Maana yake ni kwamba watu wanaitwa warejee kwa Bwana, watu wabaya warejee kwa Bwana. Na ndiyo injili ambayo tumeileta kwako leo, ni injili ya kukufanya urejee, utoke katika uasi. Maana kanisa limeasi, limeacha injili ya kweli, limeasi, liko kwenye njia ya utafutaji. Watu hawataki tena kuihubiri injili ya kweli, wachungaji hawataki tena kuihubiri kweli ya Bwana. Nini sasa matakwa ya Kristo? Alisema nini kwa habari ya injili? Alisema nini kwa habari ya injili? Biblia inasemaje? Kama yeye anasema mtu mbaya na iache njia yake, mtu asiye haki aache mawazo yake, amrudie Bwana. Kwa hiyo wachungaji ambao wameasi, wameacha njia ya Bwana, Bwana anawaita warejee katika kweli ya Bwana, warejee katika kweli ya injili ambayo Bwana aliacha, Bwana alitupatia. Maana tumejikuta tumetoka katika mstari, tumetoka katika wito ambapo kila mchungaji anainuka anahubiri injili ambayo ni ya uasi, injili ambayo si ya Kristo, siyo ya mitume. Kanisa limeasi, limeasi, wachungaji wameasi, waimbaji wameasi. Biblia inatuambia na tuache njia zetu mbaya, tumrudie Kristo, tumrudie Kristo. Ndiyo, Biblia inasema nini sasa? Injili gani ambayo tumeiasi? Neno gani ambayo tumeliasi? Angalia, akawaambia katika Mathayo, katika Marko 16 na ule mstari wa 15, maandiko matakatifu yanasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe aminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Biblia katika maneno ya Yesu anawaambia wanafunzi, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili, mkawaambia habari za mimi, ya kwamba ni mkombozi, lakini nimeenda na kwenda mbinguni kwa Baba, nitarejea tena, mkawakumbushe, mkawahubiri injili hiyo, na injili hiyo iwe ni injili ya kuokoa, ya kuokoa kutoka watu watoke katika dhambi.
Injili ambayo tumeambiwa twende tukaihubiri ni injili ya toba. Na ndio maana nasema kwa kila kiumbe aaminie injili hiyo abatizwe ataokoka. Kuokoka ni nini? Ni kutoka katika dhambi, ni kutoka katika uovu, ni kutoka katika nguvu za giza, ni kutoka katika uasi ambao shetani alitudanganya tukamwasi. Kwa hiyo ndio injili ambayo tumepewa na Bwana kabla hajapaa kwenda mbinguni. Akatuambia nendeni mkahubiri injili ya kuokoa watu watoke katika dhambi, maana ndio tuliokabidhiwa. Lakini wainjilisti wa leo, kila anainuka anatangaza injili ya mafanikio. Wachungaji wa leo, kila anayeitwa wito anasema ameitwa na Bwana. Injili yake imekuwa ni injili ya kutangaza habari ya mafanikio, habari ya miujiza, habari ya kujenga, habari ya kuendesha magari, habari ya kuoshwa nyota. Hiyo ndio injili ya nyakati za leo, sio injili ambayo Yesu aliagiza. Kanisa limeasi, wachungaji wameasi, waimbaji wameasi. Hakuna muimbaji anayesimama na kuimba injili kweli kweli, akaimba injili ya kuambia watu watoke katika vifungo, watoke katika dhambi. Injili ya toba haipo tena, ambayo Yesu aliileta, haipo tena ndani ya kanisa. Injili ya toba haipo tena kwa waimbaji. Nyimbo zao zimelenga mafanikio, nyimbo zao zimelenga majivuno, nyimbo zao zimelenga baraka, hazina tena kukusaidia katika roho. Nyimbo nyingi ziko mwilini, zimeacha misingi ya Biblia. Injili za wachungaji zimeacha misingi ya Biblia. Sio injili za toba tena, sio injili za kuokoa tena, sio injili za kutengeneza, sio injili za kujitakasa, sio injili za kuweza watu kuwabadilisha maisha yao ya rohoni, bali wanahubiri habari ya mafanikio, wanahubiri habari ya kujenga, unahubiri habari ya ujasiriamali, unahubiri habari ambazo si ambazo walizihubiri mitume, habari ambazo zinahubiriwa leo, habari za ndoa makanisani. Wamesahau ya kwamba kuchanganyikiwa kwa ndoa, kuchanganyikiwa kwa mahitaji ya ndoa, maana yake ni kwamba ni kwa sababu imeachwa injili, umeachwa msingi ambao wa Bwana aliwacha. Roho za watu zikipona, roho za watu zikitakasika, roho za watu zikiwa safi, maana yake ndoa zitakuwa salama. Toba ndani ya mioyo ya watu ikiwa ni kubwa, mafundisho ya toba yakiwa ni makubwa katika makanisa, watu watakuwa wanyenyekevu kwenye ndoa zao, watu watakuwa waaminifu katika ndoa zao, watu watakuwa waaminifu kwenye biashara zao, watu watakuwa waaminifu kwenye sekta mbalimbali. Kule maofisi makubwa ya mabunge, watu wataenda wabunge wakiwa na hofu ya Mungu, maana watakuwa wana injili ndani yao. Injili ya toba ndiyo inayobadilisha maisha ya watu. Injili ya toba ndiyo inayoleta baraka ndani ya watu, maana inapokuja injili ya toba inabadilisha moyo wako, inakupatia pia baraka, maana injili ya toba inasababisha mafanikio ya ulimwengu. Kama unahitaji mafanikio, lazima uikubali injili ya toba. Hautaweza kufanikiwa katika maisha kama umeikataa injili ya toba, na hata kama ukifanikiwa katika maisha yako, bado utakuwa una amani kwenye moyo wako. Lakini kama ukiikubali injili ya toba, nataka nikwambie, mafanikio ambayo utayapata yatakuwa ni amani. Mafanikio ambayo utayapata hayatakuwa ya masharti. Injili ya nyakati za leo sio injili ya toba, imepotezwa. Wachungaji wanahubiri mafanikio, wanahubiri mahusiano, propaganda ambazo hazikuwepo. Mitume wa kuhubiri mahusiano walihubiri habari ya toba. Mitume wa kuhubiri habari ya mahusiano walihubiri habari ya toba.
ukiwa na toba ya kweli ndani yako, injili ya toba ikiwa ndani yako, utakuwa na hatia. Ukiweza kuingia katika anguko, utakuwa na hatia, maana injili ya Bwana itakuambia hapa umeanguka, maana kweli ya Bwana itakuambia umeanguka, na wewe utakuwa mbio kwenda kutubu, kwenda kuungama. Lakini leo kwa sababu ya injili ya toba imesaulika, watu kutenda dhambi imekuwa kitu cha kawaida, imekuwa kitu cha kawaida. Mtu anaanguka katika maanguko ya dhambi, hawezi hata kusikia hatia. Wewe mtu anaamua kukanyaga na kupiga mke wake, lakini kwa sababu gani? Hiyo roho imeingia kwa sababu makanisa yaliyokuwa yanasaidia watu wapate kuwa na hofu ya Mungu, kumtendea mtu ubaya, yameondolewa, hayapo tena. Yako makanisa ya kishetani yanayohubiri habari ya mafanikio, yanahubiri habari ya mahusiano pasipo kujua msingi wa mahusiano ni nini. Msingi wa mahusiano ni uaminifu mbele za Bwana. Msingi wa mahusiano ni uaminifu mbele za Bwana. Hata kama mke wako atakuwa mbali, kama na injili ya toba ndani yake, ana toba ya kweli, anajua kweli ya Bwana ya kwamba hiki ni dhambi, hiki nikikitenda ni dhambi, atatembea huko. Hata kama yuko peke yake, atakuwa najua ya kwamba nikitenda hiki nitamkosea Bwana. Hata kama mume wako atakuwa huko, hatakuwa na mambo mengine, maana akiwa kule atakuwa na injili ya toba ndani yake, injili ya kutengeneza, injili ya kuwa safi. Itampa mipaka, hatutahangaika tena kupambana na mahusiano. Leo dunia inahangaika, watu wako kwenye communication, wanatafuta suluhisho la mahusiano. Mabinti wanajinyonga, mabinti wanajiua, vijana wanajiua kwa sababu ya mahusiano, na ndio walimu wengi wamejaa katika mitandao ya kijamii. Makanisa yanafundisha slogan za mahusiano, lakini bado ndio kunaendelea uasi, kunaendelea usaliti, kunaendelea ubaya, kunaendelea mambo ya hatari katika mahusiano. Watu wanauana kwa risasi kwa sababu ya mahusiano, lakini walimu makanisani ndio wanaongezeka, nao wanatumia fursa hizo. Wanasema ndio muda wa kuwasisimua vijana, tuwahubiri habari ya mahusiano, wakizani kwamba ndio wanawasaidia. Kumbe hapana, wanachochea zina ndani ya makanisa. Kuhubiri habari ya mahusiano ndani ya kanisa ni nguvu ya shetani kuchochea zina tu, wala muwasaidii. Lakini nguvu na msingi wa kukomboa mahusiano katika kizazi hiki ni kurejea katika wito wa Bwana. Tuwahubiri watu jinsi ya injili ya toba. Ukihubiri injili ya toba, itasababisha mioyo yetu tuwe na uoga, itasababisha miili yetu tujitakase, itasababisha mahusiano yetu tuyaendeshe katika mipaka ya Bwana. Tutachagua wachumba katika mipaka ya Bwana. Hatutakuwa na haraka ya kupata waume, hatutakuwa na haraka ya kupata wake. Ni kwa sababu vyote vitafanyika katika misingi ya Bwana aliyoielekeza. Lakini leo, kanisa la leo limeiacha injili ya toba. Wachungaji wameacha injili ya toba, wainjilisti wameacha injili ya toba. Wanasema ukimpata Yesu umefanikiwa. Hiyo ndio wanasema injili. Wanasema Yesu anabariki, wanasema Yesu anainua, wanasema Yesu anakupandisha cheo. Hiyo ndio injili ambayo watu wanasema wamehubiriwa. Wachungaji wamekaa wanasema, leo nina somo, unaenda kupandishwa viwango vingine. Kichwa cha somo ni kupandishwa viwango vingine. Utapanda viwango. Ukiwa na Yesu utapanda kiwango. Ukiwa na Yesu utabarikiwa. Ukiwa na Yesu utaendesha magari. Ukiwa na Yesu utafanyiwa hiki na hiki. Ukiwa na Yesu utakuwa mtu wa kawaida. Ni kweli, ndivyo ilivyo, lakini msingi wa injili ni upi? Sio kubarikiwa, sio kuendesha magari, sio kujenga majumba, bali msingi wa injili ya Yesu Kristo na wito wake. Watu wahubiriwe habari ya toba.
sio baraka, sio kuendesha magari, no, sio kupokea miujiza, no, ni kutubu dhambi. Inaweza kukufanya uokolewe katika umasikini. Ukitubu dhambi kuna kuokoa katika mawazo finyu. Ulikuwa uone fikra za kufanikiwa, maana yake unapotubu Yesu anakuwa ndani yako, na ndipo sasa baraka zinakuja kwa wakati na majira ya Bwana. Lakini kama utatafuta jinsi ya kufanikiwa bila kuwa na injili ya toba, hautaweza kufanikiwa katika Mungu. Labda upitie njia za panya, lakini katika Mungu anahitaji msingi wa kwanza. Turejee katika injili ya toba. Ninasema na wachungaji, kama mnahitaji kunusuru kanisa, lazima turejee katika injili ya toba. Ninasema na wainjilisti, kama tunahitaji kunusuru kanisa na kizazi kinachoendelea, lazima turejee katika injili ya toba. Hiyo ndio injili ambayo Bwana aliitaka, alielekeza kwa mitume, alielekeza kwa kila maaskofu ya kwamba nendeni ulimwenguni mkahubiri injili, injili ya kuokoa. Amini ataokoka. Maana yake ya kuokoka ni nini? Kuokoka ni kutoka kwenye vifungo vya dhambi, wala sio vifungo vingine. Ukitoka katika vifungo vya dhambi utapokea baraka. Ukitoka katika vifungo vya dhambi utainuliwa katika viwango vingine. Cha kwanza ni injili ya toba. Cha kwanza ni injili ya toba. Kanisani turejee katika injili ya toba. Ukiwa na injili ya toba kanisani kwako, hautaona watu wamevaa uchi. Ukiwa na injili ya toba, nataka nikwambie, watu watatoa fungu la 10 kwa uaminifu. Ukiwa na injili ya toba, maana ndio msingi wa Kristo aliyotuamuru tuhubiri. Watu watavaa nguo za kike wanawake, za kiume wanawake ndani ya kanisa. Watu watavaa vimini. Watu watakuwa katika hofu ya Mungu, maana wanatawaliwa na injili ya toba. Ninasema na waimbaji katika kanisa hili, kama tukiimba nyimbo za toba, watu tutawaokoa. Maana nguvu ya uimbaji ndiyo inayochukua nafasi kubwa duniani. Watu wanaokolewa kwa njia ya nyimbo kuliko mahubiri, maana nyimbo inasikika mara pote. Maana yake waimbaji, tukirudi katika injili ya toba, tukarejea katika nyimbo za zamani walizokuwa kiimba wazee wetu wa zamani, waliimba wameganda, lakini mioyo ya watu ilikuwa ikibadilishwa. Miziki yao ilikuwa ni ya kipekee. Sauti zao zilikuwa zinatoka, ndani ya sauti zao kulikuwa na maonyo. Tukirejea katika kipindi hicho, tutaliokoa taifa la Tanzania, tutaiokoa Marekani, tutaiokoa dunia, tutaokoa kizazi kinachokuja. Turejee katika injili ya toba. Turejee katika misingi ya Yesu aliyetuambia tuhubiri injili ya toba. Kanisa limeasi. Katika Biblia inasema nini? Hebu twende tuangalie Biblia inasemaje. Katika Mathayo 4 Biblia inasemaje? Katika Mathayo 4 maandiko matakatifu yanasemaje? Mathayo 4 na ule mstari Mathayo 4 Biblia inasemaje? Sikiliza, na ule mstari wa 17 maandiko matakatifu yanaeleza kwamba tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Narudia, Yesu mwenyewe alipoanza injili yake ametoka kufunga siku 40, ametoka kujaribiwa na muovu. Alifunga siku 40 bila kula chakula. Amemaliza mfungo wake, aianza injili yake. Sauti yake ya kwanza ya kuhubiri ilikuwa ni hii. Anasema hivi, tokea wakati wa Yesu alianza. Sio kwamba alikuwa ameanza, ndiyo alikuwa anaanza kutoka katika kifungo. Alipokuwa amefunga siku 40, alikuwa hajaanza kuhubiri
injili katika ulimwengu huu, wakati anaanza kufungua sauti yake kwa mara ya kwanza, hakuwa na injili ya kutengeneza tu, hakuwa na injili ya mafanikio, hakuwa na injili ya kubarikiwa, hakuwa na injili ya kuendesha magari, hakuwa na injili ya kuoshwa nyota, hakuwa na injili ya kukomboa unyayo, hakuwa na injili ya kuweza kukomboa familia yako, hakuwa na injili yoyote ile, hakuwa na injili ya kupandishwa cheo. Alikuwa na injili ya kutubu, alikuwa na injili ya kuweza kusikiliza vizuri. Katika mstari wa 17 anasema tokea wakati wa Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni. Yesu mwenyewe anaanza kuhubiri, anasema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Injili ya Yesu, Yesu mwenyewe aliyeleta injili, aliyeleta ukombozi, aliyeleta kielelezo, ameanza kuhubiri. Anasema kwamba tubuni, 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 kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Hii ndiyo injili ambayo Yesu aliileta, injili ya toba. Mama yangu, toba inabadilisha majira. Mwimbaji fulani akaimba wimbo, toba inabadilisha majira. Inawezekana maisha yako yalikuwa yameenda tofauti, lakini injili ya toba inaweza kubadilisha majira yako. Watu ambao wamesema utakufa, lakini ndani ya injili ya toba, nataka nikwambie, ukitubu maneno yao hayatatimia. Maana yake Bwana atabadilisha majira yako, atabadilisha maneno ya adui, hautakufa. Maana yake wenye hofu ya Bwana, Bwana anapoingia ndani yao, wanaokataa dhambi, wanaokataa uovu, hata kama adui amesimama kuangamiza, Bwana huwapigania, Bwana huwakinga. Toba inabadilisha majira, toba inabadilisha majira. Ninampenda mwimbaji huyu, yuko kiroho kabisa. Nampenda mwimbaji huyu, yuko kiroho kabisa, mwimbaji mzuri sana. Toba inabadilisha majira. Sikia, Yesu ameanza injili. Hakuanza na pokea magari, hakuanza pokea nyumba, hakuanza utaendesha magari, hakuanza njoni kutabirie. Yeye ndio alikuwa nabii. Angekuwa anataka pesa, angekuwa anawaambia njoni kutabirie. Leo anaambiwa watu njoni kutabirie. Kutakuwa na utabiri, kutakuwa na utabiri na miujiza. Hakuna tangazo la injili kwamba kutakuwa na mkutano. Lazima utasikia kutakuwa na miujiza na maajabu, kutakuwa matenda miujiza. Mungu atatembea katika mkesha mkubwa, kutakuwa na kutembea tembea, kutakuwa na kutembea. Yesu atatembea juu yetu, na unakuta wakifika pale kwenye mkesha waliotangaza wanasema sasa Yesu tembea juu yetu, tembea katikati yetu, tembea katikati. Hawezi kutembea katikati Yesu kwa kumwamrisha, pasipokuwa na toba ya kweli. Ikiwa toba ya kweli, zumuni la mkesha ni kuzitubu dhambi. Kukitokea mkesha duniani umetangaza toba, watu wengi wataona Bwana akitembea. Lakini watu wamekuwa wakitangaziwa ya kwamba Bwana atatembea katikati ya watu, Bwana ataonekana kwenye maisha yao, lakini wakifika pale anayetembea ni shetani. Maana anawaambia mtajenga magari, mtainuliwa, mtajenga, Bwana atawapandisha cheo. Huwezi kupandishwa cheo katika Mungu kama injili ya toba haipo, kama moyoni mwako hakuna toba. Toba inaleta mafanikio, toba inabadilisha majira, toba inaweza kukata rufaa kwa Mungu hata kama masaa yako ya kufa. Kumbuka mtumishi wa Bwana Yeremia, Ezekieli, sikiliza, alikata rufaa kwa Mungu. Ndio mtumishi wa Bwana akaambiwa muda wako wa kufa umefika. Taarifa ikaja, muda wako wa kulala mauti umefika. Akageuka akasema na Bwana, akakata rufaa, maana alikuwa na toba ya kweli ndani yake. Hata kama muda ulikuwa umefika wa kufa, ukiwa katika toba ya moyoni, ukisema na Bwana atakusikiliza. Anaweza kuchukua umri wa muovu akauleta kwako, ukaendelea kuishi. Muovu atakufa,
umri wake duniani utachukuliwa. Ndivyo ilivyo biashara za Mungu duniani, anabadilisha majira. Muda wako wa kuishi uliopangiwa ulikuwa umeisha. Ulitakiwa kufa na magonjwa, ulitakiwa kufa na ajali, lakini injili ya toba inawanusuru wengi katika maisha yao. Katika maisha yangu nilikuwa na ajali mbaya, madaktari wakasema utakufa, watu mbalimbali wakasema utakufa, manabii wakashangilia wakasema utakufa, huyu ni mpinga Kristo achafe, walisubiri nife. Lakini kweli, toba ya kweli inabadilisha majira. Sikuweza kufa tena, na hata leo mwili wangu ongezeka, nguo zangu za zamani siwezi kuvaa tena. Madaktari na wengine wanashangaa, hata mimi bado nashangaa. Lakini kweli ya Bwana inaweza badilisha majira, inaweza kuleta nyakati njema. Toba ya kweli inaleta upendeleo wa Kristo, inaleta faraja katika magonjwa. Ukiwa na toba ya kweli hautasikia kitu cha huzuni, maana utakuwa na toba ya kweli. Yesu atakuwa katikati yako kwenye kitanda chako, atakuwa katikati yako kwenye huzuni yako. Ukiwa na toba ya kweli, maana yake ni mwenye haki, maana yake sio mtenda dhambi. Ukiwa katika toba ya ndani ya kumwamini Kristo katika kweli, ya kujitakasa, ya kuijua toba ya ndani ya moyo wako, ya kujitakasa, ya kutazama maanguko yako, ya kujipeleza kila siku, ya kujiangalia kila siku, ya kujitakasa, kushuka kila siku, hata kama ulikuwa unatakiwa kufa. Katika toba ya kweli inabadilisha majira. Turejee kanisa katika injili ya kweli, injili ya toba. Yesu anaihubiri leo. Tazama makanisa, je, yanahubiri injili ya kweli? Makanisa yanahubiri injili ya kweli? Je, makanisa ya leo yanahubiri injili ya kweli? Katika kitabu cha Luka, kitabu cha Luka 46, kitabu cha Luka Luka 24, katika kitabu cha Luka 24 na ule mstari wa 46, Biblia inasemaje? Inasema hivi, akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa. Yani Yesu amefufuka. Yesu hapa anaongea nao, tayari ameshafufuka. Anawaambiaje? Anawaambia wanafunzi, sikiliza anachowaambia. Akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Ndiyo anawakumbushia sasa, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba. Anawarudia tena wanafunzi, bado anakaribia kwenda mbinguni. Sasa ya Yesu hajapaa kwenda mbinguni, anawakumbusha wanafunzi baada ya kufufuka. Akawakumbusha kiini cha injili kilichomfanya afe, akawakumbusha hii ilikuwa imetabiriwa, lazima nife na siku ya tatu nitafufuka. Anawakumbusha wanafunzi wake baada ya kufufuka, anawaambia msipoteze lengo langu la kuja duniani hili moja tu. Sikiliza vizuri, anasema katika 46, anasema akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Ndivyo kweli alifufuka, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina la habari ya toba. Kwa jina lake, habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu, na nyinyi ndi mashahidi wa mambo haya. Ninarudia tena maneno ya Yesu, akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Maana yake kwanza imeandikwa atakufa, atafufuka, na watu watahubiriwa duniani kote, kuanzia Yerusalemu
mpaka mwisho wa ulimwengu. Injili itakayohubiriwa ni habari ya toba kwa jina la Yesu. Tunapokea toba. Injili ya Yesu ni toba, ni kujitakasa, ni kujiandaa na unyakuo wa Yesu Kristo mara pili, ni kuamsha watu watoke katika vifungo. Na watu leo, kwa sababu wanasema wao wanatafuta maisha, ndio maana wamejaa makanisani. Hawajui msingi wa kubaraka zao, hawajui msingi wa kufunguliwa kwao, hawajui msingi wa kutoka katika vifungo vya maisha magumu. Msingi wa kutoka kwenye maisha magumu ni kukubali toba. Ndiyo injili ya kwanza kwenye moyo wako, ndiyo nguzo ya kwanza ya kufanikiwa. Kama una toba ya kweli ndani yako, hata utoe sadaka namna gani, wewe mbele za Bwana ni makelele tu. Kama haujui injili ya Bwana kazi yake, kama umchi Bwana, kama ukakataa injili ya toba, hata kama utaomba na kugaragara, Mungu hatosema na wewe. Kama injili ya Bwana isipohubiriwa katika toba, hayo ni makelele. Yesu anasema, anawakumbusha wanafunzi, mtahubiri injili ya toba toka Yerusalemu mpaka mwisho wa ulimwengu. Injili ya toba tumeiacha kanisa. Leo tumeharibikiwa, vizazi vyetu tunavyozaa vimeharibika, mabinti wetu tunaowazaa wameharibika, kwa maana kanisa linafanana na dunia, mabinti wanafanana na dunia, mwenendo wao hauna kweli ya Bwana, maisha yao, mavazi yao, kujipamba kwao, mionekano yao iko kinyume na Bwana. Injili ya toba inabadilisha majira. Injili ya toba inaweza kusaidia kizazi chako. Ongea na watoto wako kwamba hakuna baraka yoyote mbele za Mungu kama injili ya toba utaikwepa. Kanisa, turejee katika injili ya kweli, injili ya toba. Washirika, rejea katika injili ambayo Yesu aliileta ili mfanya afe katika msalaba. Mitume pia walikufa na injili hii. Tubuni basi, tubuni basi, tubuni basi, tubuni basi. Hebu sikia, hebu sikia tena. Yesu anasema tubuni basi, tubuni basi. Katika Mathayo, katika kitabu cha Mathayo, Mathayo 3 na ule mstari wa 6, Biblia inasemaje? Akasema Mathayo 3 mstari wa 6. Sikiliza, inasema hivi, inasemaje? Naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Nani huyo? Nani huyo? Yohana. Sikiliza, inasemaje katika Mathayo 6, Mathayo 3 mstari wa 6, inasema naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao, hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakimjia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyowaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda mpasayo toba, zaeni matunda ya wapasayo toba. Basi wala msiwaze moyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumwamulia Ibrahimu watoto, na shoka limekwisha kuwekwa penye maisha ya mti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa. Sikiliza, turudi vizuri hapa. Pointi yangu ilikuwa ni hapa, iko hapa. Naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao, hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake. Nani huyo? Yohana. Aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ama kizazi cha nyoka, nani aliyewaonya ninyi
kuikimbia hasira itakayokuja. Basi zaeni matunda yapasayo katika toba. Kumbe Yohana mwenyewe anawabatiza wengi, wakaja katika ubatizo wabatizwe, akawaambia sikilizeni, nani aliyewaambia kwamba mnaikimbia hasira ya Bwana? Kwa kubatizwa peke yake. Kuna kubatizwa, lakini katika toba. Ili ubatizwe lazima utubu dhambi. Ili uweze kuwa mtumishi lazima utubu dhambi. Ili uhubiri Injili lazima utubu dhambi. Ili ufanikiwe katika Mungu lazima utubu dhambi. Hatutakwepa hukumu ya milele kama hatutahubiri Injili ya toba. Hatutakwepa moto wa jehanamu kama hatutahubiri Injili ya toba. Tumeiacha Injili ya toba, kizazi kitangamia, kanisa litangamia, watu watangamia. Watu wamejali kujenga magari. Pokea muujiza wako, wanasema pokea magari, pokea kuinuliwa, pokea ndio maombi, pokea kuinuliwa kwako, pokea baraka zako, pokea kupandishwa cheo. Na watu wanasema ninapokea. Naona watu 5 wakipandishwa cheo, naona watu 20 wakiinuliwa, naona watu wakijenga majumba hapa, naona watu wakienda viwango hadi viwango, naona watu wakienda katika kwenye maofisi, naona watu wakienda viwango vya juu. Hiyo haikuwa Injili ya Bwana. Injili ya Bwana ni toba. Ukishatubu mambo yote yanaenda sawa sawa. Ukishatubu mambo yote yanakwenda sawa sawa. Ukisoma katika Isaya 59 inasema, mkono wa Bwana ukupungua hata usiweze kumwokoa mwanadamu, wala sikio lake si zito ambalo lisiweze kumsikia mwanadamu. Anasema bali dhambi zenu zimewafarakanisha ninyi na Bwana. Kwa hiyo kumbe wapendwa, Yesu sio kiziwi asiweze kusikia mahitaji yetu. Yesu sio kiumbe chenye mkono mfupi asikusikie uliyeko Marekani. Hapa nilipo, ukiziungama dhambi zako kwa kuisikia sauti ya Bwana, kwa kuisikia Injili hii, atabadilisha maisha yako. Hapo Sweden unaponitazama, ukiungama dhambi zako, atabadilisha maisha yako. Binti, ukiziungama dhambi zako ukampa Yesu maisha yako kwa uaminifu, hayo mambo mengine yatakuja. Anasema magumu urahisishwa kwa namna usiyoijua. Magumu urahisishwa kwa namna usiyoijua. Kwa nani? Atakayempokea Yesu akaziungama dhambi zake. Toba, akitubu, kila kitu kitabadilika. Afya itabadilika, kila kitu kitajengwa kuwa kipya. Kama ulikuwa na mawazo ya kufa, ukitubu hautawaza kufa, maana utapewa nguvu. Anasema kama wachawi walikuwa wanakuchezea, ukikaa katika toba, kwenye toba ya kweli, unapata walinzi kutoka mbinguni, malaika. Hautapata wachawi wanaokutesa kwenye maisha yako. Kama kuna chuma ulete, hataweza kukutesa. Lejeeni katika toba. Binti, unateseka na jambo gani? Lejea katika toba. Jijana, unateseka na jambo gani? Lejea katika toba. Tubu, Bwana anakuita uweze kuona, uonje mema ya nchi. Onjeni muone ya kwamba Bwana Yesu ni mwema. Onjeni muone Bwana Yesu ni mwema. Ukionja katika toba, ukatubu kweli kweli, ukamkimbilia Yesu, ukamwambia Bwana, na kukabidhi shida zangu, na kukabidhi udhaifu wangu, na kukabidhi mwenendo wangu, akili zangu, mawazo yangu, nataka nikwambie hakuna kitakachokuwa kinakutesa. Magumu hubadilishwa kwa namna usiyojua. Bwana atafanya njia pasipo na njia. Katika toba ya kweli, Bwana hufanya njia pasipokuwa na njia. Bwana hufanya njia katika bahari. Bwana hufanya njia katika giza. Bwana hufanya njia katika njia mbalimbali. Katika Injili ya toba iwezayo kuisikia hapa, ikubadilishie majira, ikubadilishie mazingira, ubadilishiwe sasa. Ingia katika maombi ya toba, na siwe ya siku moja. Maanisha kuishi tabia ya Mkristo. Watu wengi wanadhani kwamba maombi ya toba ya siku moja tu ndio yanaweza kukufanya ukaishi miaka nenda rudi, ukaishi kikamilifu. Hapana. Tunaposema Injili ya toba, maana yake ni maisha ya Mkristo yawe katika muda wa kujitakasa kila siku. Ni muda wa kujipeleleza, ni muda wa kuishi katika kweli ya Bwana, ni muda wa kuishi kwa kujitazamia, ni muda wa kuishi katika hali ya kuungama dhambi kila siku. Sisi tunatakiwa tufe mbele za Bwana kila siku, tusafishwe na kutakaswa mbele za Bwana
kila kunapokucha. Hiyo ndio maana ya injili ya toba. Injili ya toba inatutakasa kila siku, tunapata kuinuliwa kila siku katika roho, tunapata kujengwa kila siku katika roho. Ni kujifunza na kuelewa injili ya toba ina maana gani. Injili ya matengenezo itatusaidia. Watu wametanga mbali, wanatafuta maisha, lakini wameacha msingi wa injili. Kwa kiboko ya wachawi watu wamejaa, wanatafuta mafanikio. Kwa mamposa wanatafuta mafanikio, lakini injili ya toba hawaambiwi. Wanaambiwa mkesha, mkesha, mkesha. Wanaambia mkesha wa miujiza na maombezi. Hautafanikiwa kwa maombezi, utafanikiwa katika toba. Ufanikiwi katika mkesha, bado utafanikiwa katika maombezi, katika matoba ya kweli. Ndio ukifanikiwa katika toba, ndio umefanikiwa katika mambo yote. Toba ya ndani. Tubu dhambi zako, peleleza maisha yako. Amka kwa siku unajiuliza, hivi mimi nimemkwaza wapi Mungu? Peleleza. Kuna nyakati fulani ambapo nilikuwa naanza kumpokea Yesu Kristo, nilikuwa nikiamka asubuhi namwambia Mungu, katika siku ya leo kwenye kutembea kwangu, nitembee na wewe, nisianguke katika dhambi. Ndivyo ilivyokuwa, na Bwana alikuwa anasaidia sana, kwa sababu ndio nilikuwa mchanga wa kiroho. Maombi kama haya ni ya muhimu sana kwa Mkristo anayemtafuta Kristo, amtendee, amuinue, amfanye kuwa mtumwa wake. Maombi ya toba ni ya muhimu kila saa. Unapotembea, fanya maombi ya toba ndani yako. Jitakase ukiwa kazini, endelea kujitakasa, maana Yesu anasema, tazama naja upesi na ujira wangu mkononi. Tena anasema anakuja kama mwizi, hakuna juae wala saa. Maana yake kwamba kumbe unaweza ukakutizwa na parapanda ukiwa kazini kwako. Kama una toba, ukiwa haujawa na maombi ya toba kwa kazini kwako, parapanda wengine itawakutia wapi? Inaweza ikawakutia makazini. Parapanda itakukutia ukiwa umelala, parapanda itakukutia ukiwa hospitali, parapanda itakukutia uko machimboni, uko baharini, uko unazungumza na mtu fulani, parapanda itapigwa, maana inakuja kama mwizi ajavyo kuvunja katika nyumba yako. Kwa hiyo tunahitaji injili ya toba na tuikae kwenye maisha yetu. Ibada zinatakiwa zijae injili ya toba, mafundisho yanatakiwa yajae injili ya toba. Kwa watoto wetu, maombi ya asubuhi, injili, maombi ya toba. Omba kutubu, tubu dhambi zako asubuhi. Mchana ukipata nafasi, omba, tubu dhambi zako mchana. Ukitaka kufanikiwa mchana, omba maombi ya kutubu. Tunajitakasa. Hiyo ndio injili itakayoweza kusababisha mabadiliko kwenye maisha yetu. Bwana akusaidie. Ninakualika tena katika changizo la ununuzi wa vitendea kazi milioni 16. Bwana anahitaji umtumikie, kungali nafasi ipo ndani ya moyo wako. Anahitaji uisikie sauti ya Bwana. Shikamana pamoja nami katika utume huu. Hapa ndipo unapoona namba za simu zinazopita hizi. Ungana pamoja nami, nikutakie neema, nikutakie baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Asante sana mtumishi wa Bwana.